Hello my lovers, as always tunajua kila Friday saa moja tunakutana hapa tuna jikoni kwa ajili ya kujifunza mapishi au mapiko mbalimbali, na leo au kawaida yetu lazima tuwe tuna chef hapa jikoni kutupa direction au kutufundisha recipe mbalimbali ambazo zinatoka Tanzania lakini na nje ya Tanzania. Lakini pia kipindi chetu kinaruka kila Ijumaa saa moja kamili mpaka saa mbili kamili kupitia channel zetu za 161 Antena na 401 Dish. As usual uko na mimi Muta, lakini lazima niwe na guest wangu, na leo atajitambulisha ni nani, lakini anafanya nini na anatupikia nini jikoni kwetu, lakini pia anatumia nini kutupikia jikoni kwetu. Karibu sana. Asante sana. Tungependa ujitambulishe kwa watu ambao wakufahamu. Na mimi naitwa Andrew. Watu wengi wananifahamu kama the host kwa sababu mimi ni MC, nafanya events mbalimbali, especially events za warembo, mamisi pamoja na fashion na corporate event. Lakini pia mimi ni CEO wa Luxos Designs. Yes. So leo jikoni kwetu tuna nini? Leo natamani kupika pilau. Nilipopigiwa simu kwamba I need to be here, haraka niweze kupika pilau kwa kweli, kwa sababu napenda pilau and kwa sababu nimekuwa nikiwapikia watu mara kwa mara wanapenda pilau langu, kwa hiyo nikatamani na mimi nipike pilau hapa. Labda kuna watu ambao wataweza kuvutiwa na upishi wangu. By the way, I'm not a serious chef. Okay, nataka kujua kwenye pilau lako unaweka nini, lakini pia pilau lako lina nini? Okay. Ili pilau nitaenda kulipika ni pilau la nyama, lakini nitatengeneza na roast pembeni ya kuku. Kwa sababu mimi sio mtaalamu sana wa kachumbari, kwa hiyo nitatengeneza roast ya pembeni ya kuku. Kwa hiyo tutakuwa tuna pilau nyama pamoja na kuku. Vitu nitakavyotumia ni nyama kwanza ya ng'ombe, lakini tuna mchele, tuna viungo mbalimbali hapa. Hii tunaita mchuzi masala, lakini hii nyingine ni pilipili manga. Nadhani ni pilipili manga kwa Kiswahili. Alafu kiungo cha pilau, tuna chumvi, tuna binzari nyembamba, tuna zabibu kavu, tuna iliki, lakini pia tuna soya sauce. Hivyo ndo tutakavyotumia kwenye hilo pilau letu, lakini pia kwenye pilau letu pia nitachanganya na njegere. Ili pilau la leo ni mboga, unaweza kulila lenyewe bila hata kuwa na kitu chochote pembeni. Lakini pia nitakuwa na viazi, bila kusahau nazi kidogo kwa ajili ya kupikia roast yangu ya kuku, pamoja na vitunguu saumu. Mimi bwana napenda vitunguu saumu vya kutwanga. Vile paste juu kwa nini sio mpenzi. Nadhani ndo nimezoea hivyo tangu zamani. And tuna hii kuku, ni kuku wa kisasa ambaye nitampika roast tu ya kawaida. Na vifaa vyangu vingine ni hizi viungo ambavyo ni carrot, hoho, vitunguu maji pamoja na nyanya. Hivyo ndio vitu vyetu vya leo. So as usual mimi wanapenda kumwachia jiko chef awe flexible kufanya atakifanya, and then narudi baadaye tutajaribu chakula niwape max kidogo watazamaji wangu, lakini tutapiga story mbili tatu. So ningependa nikuache kwanza, lakini nataka kujua kwanza unaanza na nini? Nitaanza kuchemsha kuku kwanza kwa sababu nataka nipate supu ya kuku kidogo ili niweze kupikia kwenye pilau letu. Okay, sawa. Asante sana. Karibu. Okay, asante ndugu mtazamaji. Asante, nimeachiwa jiko sasa. Kama nilivyosema nitaanza kutengeneza supu yangu nzuri ya kuku ili niweze kuitumia pia kwenye pilau. Kwa hiyo viungo nitakavyotumia kwenye hii supu ni pamoja na tangawizi, hii inaitwa kitunguu saumu, pamoja na mchuzi masala, pilipili manga kidogo na chumvi kwa ajili ya kuchemshia kwanza awali pishi letu la supu kwa ajili ya kupikia pilau. Karibu sana. Awali ya yote kwanza naomba niweze kupata nafasi ninawe mikono yangu ili kuhakikisha watu wanakula kitu safi na salama. Kwenye sufuria yetu tutaweka kuku. Huyu ni kuku mmoja, kwa hiyo tutamtumia wote kwa leo. Alafu humu nitachanganyia viungo ambavyo tumeshaviandaa. Kuna hii tangawizi iliyosagwa vizuri, lakini pia nitatumia vitunguu saumu kadhaa kwa ajili ya kuchemshia. Lengo la kuweka vitunguu saumu pamoja na tangawizi ni kutafuta ladha nzuri ya nyama. Hata baadaye tutakapoiunga nyama inakuwa imeingia viungo vizuri.
By the way, mimi napenda vitunguu saumu vya kutwanga kwa sababu I feel like napata ile taste original ya kitunguu saumu. Nimejaribu viungo kadhaa vya vitunguu saumu vya kutengeneza ile garlic paste, lakini bado sipati exactly taste ambayo tumekuwa tukipata kipindi chetu cha zamani, kwa sababu haya mambo ni yamekuja hivi karibuni. Nakumbuka zamani tulikuwa tuna haya mambo ya paste ilikuwa hayapogo. So mimi bado ni mkoloni kwenye hilo. Kwa hiyo nitavitwanga. Nimeviweka chumvi kidogo. Huu ni utamaduni ambao nimeukuta, kuweka chumvi kwenye vitunguu saumu wakati unatwanga. Kwa sababu niliuliza nikaambiwa kwamba inasaidia vitunguu saumu visiruke, viweze kutwangika pia kwa haraka. Okay, vitunguu viko tayari. Tutachukua kijiko kimoja cha chai. Naongeza kidogo kwa sababu kuku wetu ni mwingi. Alafu humu pia nitaongezea chumvi tena kidogo sana, kwa sababu kwenye kitunguu saumu kuna chumvi. Nastaki izidi. Naongezea hii mchuzi masala kidogo kwa ajili ya, mimi napenda hiki kiungo by the way. Naonaga kina ladha sana. Baada hapo nakichanganya vizuri ili mchanganyiko wangu uweze kuingia. Kama unavyojua kuku anakuaga na shombo kidogo. Kwa hiyo nitaongezea ndimu moja hapa. Nadhani itakuwa inatosha. Nitakata ndimu yangu moja. Sasa hapa inabidi niwe makini kidogo. Hizi na mbegu zisiingie. Bahati nzuri ndimu nadhani ya kizungu haina mbegu nyingi. Haya. Mara baada ya mchanganyiko wangu sasa naanza kuwasha jiko kwa ajili ya kuanza kuchemsha hii kuku yetu. Taifunika, taichemsha kwa muda mpaka itakapo kaukia maji yote, then nitakuja kuongezea maji kidogo kwa ajili sasa tupate ile supu nzuri ya kupikia pilau letu. Wakati huo sasa mimi nitakuwa naendelea kuandaa vitu vingine kwa ajili ya kupika pilau letu siku ya leo. Kama nilivyosema, tutakuwa tuna hivi viungo ambavyo tayari viko hapa. Kwa hiyo tutakuwa tuna carrot, tuna hoho, lakini pia tuna vitunguu maji. Kwa hiyo nitaendelea kuandaa viungo vyetu wakati kuku inaendelea kuiva, ili pia niweze kupata supu nzuri kwa ajili ya kupikia. Mimi nadhani nimekuja kwenye maisha ya Kiswahili, kwa hiyo siwezi kuchop sana kwenye hii. Nitakata kama nilivyofundishwa zamani na mama yangu kukata kitunguu maji. Kwa hiyo nadhani it's okay, si ndio? Hapa najua watu wengi wangeweka hapa kitunguu maji kwenye nini? Kwenye hichi kibao hapa. Wakaanza kufanya chochochochocho. By the way, mimi nimekulia, nimejifunza mapishi kawaida nyumbani sana. Nimekuwa nikiona mama zangu wanafanya hivi, kwa hiyo mimi na mimi nimejifunza hapo. Hivi vitunguu, kwa sababu pilau inataka viungo vya kutosha kidogo, vitunguu maji ya kutosha. Kwa hiyo nitaweka vitunguu viwili kwa ajili ya pilau. Kama nilivyosema, mimi jamani, nimezoea kukata kama nilivyofundishwa nyumbani kwetu.
zamani miaka 2000 mwanzoni. Sisi zamani tulikuwa tunafundishwa bwana, kukata karoti unaishika hivi. Mambo ya kukata hapa nitajaribu hapa sasa hivi, kwa sababu natakiwa niwaeleze jinsi ya kukata karoti. Ningekuwa nyumbani kikawaida, ningeshika tu mkononi ru. Hii karoti pia tutatumia kwenye pilau. Najua kwamba kuna mapishi wanasema mchele ni mmoja, mapishi ni mengi. Hata bado mimi namaanisha, hata naongezea hapo kidogo, pilau ni moja lakini pia ni upikaji tofauti tofauti. Kwa hiyo inawezekana mimi kwangu nakuletea leo wazo jipya la kupika pilau, kwa sababu naamini ushakutana na mapilau mengi. Na ukitaka kujua pilau ni moja, mapishi tofauti, hebu subiri siku ya Christmas au hata sikukuu ya Eid, alafu pokea mapilau 3 tofauti kutoka nyumba tofauti kutoka kwa majirani zenu, ndio utajua kwamba pilau ni moja, mapishi tofauti, kwa sababu kila moja itakuwa na ladha yake. Ni pilau moja lakini kila moja ina ladha yake. Kwa hiyo leo hii nikufundishe njia yangu ya kupika pilau. Kusema za kweli, pilau zamani, pilau lilikuwa ni kitu special sana, kwa sababu mara nyingi ilikuwa inaliwa kwenye zile occasion ambazo ni muhimu sana. Sio kwenye kila sehemu unaweza kukuta pilau. Unajua, kwanza siku pilau likipikwa nyumbani mtajua tu maandalizi yake. Kwanza utakuta mama kwanza anaweza kukuta kama yaani kuna zile mambo kwamba like asifanya usafi leo hali au ukitoka ukichelewa shauri zako, vitu kama hivyo. Sasa hivi mambo mengi yamebadilika. Pilau sio kitu tena cha kushangaza, kwa sababu nadhani watu wameamua kuifanya iwe tu ni sehemu ya chakula cha kawaida. Sijajua kwa ajili ya utandawazi au kwa sababu ya sisi vijana tumeshafikia hatua kuona bwana wewe, kwa nini muda wote unaweza kujipikia pilau? Ila pia zamani kuipata pilau lazima lazima kuna jambo kweli. Mtoto kazaliwa, sikukuu ya Christmas au Pasaka au Eid, yaani special occasion lazima iwepo. Na ndio maana sasa hivi hata kwenye sikukuu pilau bado halishtui tena, kwa sababu tumelipunguzia ile hadhi yake. Sijui tufanyaje ili turudishe hadhi ya pilau, au sijajua kuna chakula gani ambacho sasa hivi kina hiyo heshima ya pilau ambayo ilikuwa nayo. Nitaongeza hoho kidogo kwenye ile pishi letu. Kwa nini niko naziandaa hapa? Kwenye miaka 2020 shakuwa miaka jamani, miaka 5 imepita. Nilikuwa najitafuta sana. Kwa hiyo nianzishaga biashara ya kupika chakula. Nilikuwa napika mwenyewe nyumbani, nafanya delivery. Nilikuwa natafuta masoko nje. Nilikuwa na wateja wangu hapo Morocco, wengine Masaki. Kitu ambacho kilinifanya pia niweze kupata wateja wengi na mvuto mkubwa wa biashara ya chakula nilikuwa ni ile pilau. Siku tu nikitangaza leo ni menu ni pilau, whatever, nyama au kuku, basi hiyo siku na uhakika kwamba leo na oda za kutosha, kwamba leo ni uhakika. Ambao mara nyingi nilikuwa nauza pilau kwa Jumatano na Ijumaa. Kwa hiyo nataka leo watazamaji waone namna ambavyo nilikuwa naiandaa hiyo pilau ambayo ilikuwa ni maarufu sana hizo siku mbili kati ya Ijumaa na Jumatano. Kuna wakati mwingine hata nikipika biriani sioni kama napata wateja wengi hivyo kama nikiuza pilau. Japokuwa biriani ina fans wengi, lakini kwangu mimi bado pilau mama inaendelea kuwa mazuri. Pilau iliendelea kuwa na fans wengi sana. Kama unavyoona hii nyama yetu hapa ikikauka mchuzi kidogo, nitaongezea maji sasa kwa ajili ya kupata supu nzuri ya kupikia pilau letu. Hapa kuna hoho hizi za rangi. Hizi nitazitumia pia baadaye kidogo kwa ajili ya pia kupendezesha chakula. Mimi naamini chakula ili kiwe kizuri kinaambatana na muonekano mzuri, mvuto wake. Hata ukipakua unaweka mvuto gani kwenye chakula. Kwa hizi hoho zinanisaidia kupamba chakula changu.
Ongeza maji. Haya maji yanatusaidia kupata supu nzuri kwa ajili ya kupikia pilau. Hizi tofauti ya hizi hoho za rangi hizi na hii green pepper, tofauti yake ni kwamba hii ya green iko na flavor sana. Ndio maana mara nyingi unakuta inatumika kwenye vyakula vingi sana, lakini hizi nyingine mostly zinatumika kwenye kupendezesha chakula kwa sababu zenyewe tu zina mvuto. Kwa hiyo ndio maana pia nimesema nitazitumia kwenye chakula changu kwa sababu ya kuongeza muonekano wa chakula, kwa sababu mimi naamini chakula kinaanza kuwa na muonekano mzuri kwanza. Ukiachana na pilau nalopika hapa, kitu ambacho mimi naweza kusema kulingana na vile ambavyo watu wamenipa feedback na kitu ambacho nimewahi kukipika, nadhani naweza kupika vizuri dagaa. Kama nilivyokuambia, kuna wakati nilikuwa nauza chakula cha biashara, nilikuwa napika mwenyewe. Dagaa pia ni kitu ambacho kilikuwa kina mvuto mkubwa. Yaani siku nikitoa menu ya ugali dagaa, I don't know, watu walikuwa wanaagiza sana. Yaani kwa hiyo nilikuwa najaribu kubalance kwamba kuweka leo ugali dagaa, kesho kuweka stew pilau, ili biashara iweze kuendelea, kwa sababu nigundua hivyo ni vitu ambavyo nikivitengeneza vina mvuto zaidi. Kwa labda siku moja nitaweza kukaribishwa hapa tena nionyeshe namna gani nilivyokuwa napenda kuwapika hao dagaa. Na ni dagaa wale wa Mwanza, wale ambao wa Mwanza au Bukoba, wale ambao wakusha, sio wale ambao wameshakaangwa, hapana. Wale ambao mimi napenda dagaa ambao niwaoshe mwenyewe ndio niwatengeneze. Kwa hiyo maybe next time nitajaribu kufanya hicho kitu. By the way, ninaposimama hapa leo nataka nifanye dedication kwa mama yangu ambaye amenilea. Mimi sipendi kusema mama wa kambo, sijui kwa nini. Sio kwa sababu mimi kwangu alikuwa ni mama mzuri sana ambaye kila ambacho nimeweza kufanya nikiwa naye kimeweza ku make impact kwangu. Mama yangu akunilea, sisemi mama wa kambo. Nimejifunza vitu vingi sana, ikiwemo kupika. Kwa wakati ule zamani mtu akinikuta anaweza kusema mbona kama mtoto ananyanyaswa, lakini no, to me it was different, kwa sababu nilikuwa tamani kujua vitu vingi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kwake nimejifunza kupika, nimejifunza vitu vingi sana. Mwenyezi Mungu akuweke mama. Actually ndo mama pekee nilobakiwa naye. Kwa hiyo namwombea dua, inshallah Mwenyezi Mungu amjalie. Okay, tunasuza kidogo sufuria yetu. Hii ndo ambayo nategemea kuipikia hii nini hapa? Pilau. As usual, mimi hata kama vyombo vimeoshwa bwana, lazima nitavipitisha kwenye maji kidogo. Hiyo ndo imani niliyopewa na mamangu. Utasikia kuna mende amepita. Hivi siku hizi mende wapo sijui, lakini zamani walikuwepo sana. Kunaambiwa mende wamepita kwenye nani, lazima usuuze hiyo nini? Usuuze hiyo sufuria. Sasa wakati nani yangu inaendelea kuchemka hapa, hii kuku yangu naomba